Inasimuliwa kuwa hapo zamani kulikuwa na mtu kipofu ambaye Mwenyezi Mungu alimjalia hekima, akili na elimu nyingi. Aliishi kwa amani katika nyumba yake nzuri na nyuma ya nyumba hiyo kulikuwa na bustani yake. Siku moja alipata mali nyingi akaenda haraka bustanini. Akachimba shimo ya mti aliopenda na akaificha mali yake humo. Baada ya muda kupita alirudi kuchukua mali yake lakini hakuikuta. Akashtuka na kuanza kufikiri ni nani aliiba mali hii. Baada ya kutafakari akasema, bila shaka ni jirani yangu. Yule mwizi mjanja huenda aliniona nilipokuwa naificha mali. Kwa hekima yake akaenda kwa jirani huyo na kumwambia, nimekujia nikutaka unishauri na mwenye kunishauri hapotei. Mwizi akasema, uliza utakavyo, nitakupa ushauri mzuri. Kipofu akasema, leo nimepata mali nyingi, je, unaonaje nikihifadhi kwa mtu au nifiche bustanini? Mwizi akajisemea moyoni, hii ni ile sehemu ninayojua. Kisha mwizi akasema, hapana, kuwapa watu mali ni hatari. Ifiche bustanini, hapo itakuwa salama. Kipofu akasema, umesema kweli, kesho nitaificha pamoja na mali nyingine. Alipoondoka mwizi akaingia bustanini haraka kurudisha ile mali aliyoiba. Akapanga kuja kuchukua mali zote kwa pamoja na hiyo itakayofichwa baadaye. Mwizi aliporudisha ile mali aliyoiba, kipofu alienda kuchukua mali yake huku mwizi akimchunguza kwa mbali akidhani kwamba kipofu ameongeza mali nyingine. Usiku ulipofika, mwizi akaja kwa furaha kwa nia kwenda kuchukua mali yote, lakini hakukuta kitu chochote isipokuwa karatasi iliyoandikwa, mwenye kufikiri na hekima na akili hawezi kudanganywa na wajinga. Funzo: akili na hekima vinaweza kumshinda mjanja yoyote anayetumia hila mbaya. Akili pekee na hekima inakutosha kumshinda mjinga bila kutumia nguvu wala ugomvi.